nilikuwa naomba tu kwa msemaji wetu Deo Kasomba alifikishe hili swala la mabondia kuwakimbia makocha lifanywe kazi, kwa sababu ni kilio kikubwa sana kwa makocha. Bila sisi makocha hakuna bondia, na sisi ndio tunapata changamoto kubwa sana kuwainua vijana mpaka wanakaa kwenye ramani. Mwisho wa hafu inafika mahala wanapata hela wanatukimbia. Ili naomba hili swala lifanywe kazi iwe kwa haraka iwezekanavyo. Yes. Yeah, ukizungumzia hilo swala la makocha kukimbiwa ama pengine kudharauliwa pengine na mabondia. Tunafahamu umeshawahi kuwa na bondia kama Said Mkola na mabondia wengine wakina Bandola, kina Tatiana. Je, hao wote baada ya kuondoka ama baada ya kusimama ilitokana na sababu hiyo ambayo alitaja ama kulikuwa na sababu nyingine? Kuondoka kwa mabondia kunakuwa na sababu kubwa, ni kujielewa tu wao wenyewe. Kwako kilitokea nini mpaka hao wote wakaondoka ama wakasimama kwako? Sijakuelewa bado. Yaani kwa upande wako, wao wote sio walikuwa chini yako? Wakina Mkola, wakina Bandola, na umesema wengine wamesimama tu. Tukianzia labda kwa Mkola, sababu ipi ambayo ilimfanya Mkola akaondoka? Pengine ni maslahi au ulitaka kukatie baadhi ya vipande ambavyo amevipata kutokana na mechi, au ilikuwa sababu ni nini? Sababu kubwa ni mgao wa hela. Ndio hiyo nilikwambia ni roho mbaya. Yaani mtu unapata hela unakuwa na mkono mfupi, yani utaki kumpa msaidizi, yani mtu ambaye alikuwa anakusimamia. Unakuwa na mkono wa bili. Mkono wa bili. Utaki kulipa fadhila kwa yule ambaye amekusaidia. Kabisa. Yani hilo ndio tatizo kubwa. Yani bondia akishapata hela tu basi roho mbaya. Mimi naita roho mbaya hiyo. Kwa hiyo Mkola naye yupo kwenye iko kitu. Yupo kwenye roho mbaya. Na kocha Mantumani, ningependa kufahamu, tunafahamu unafua ama makocha wanafua mabondia wa kike na mabondia wa kiume. Ugumu upo kwa kiasi gani kufua mabondia wa kike? Na tunaona kwenye gym nyingi mabondia wa kike hasa wanakuwa watulii ama mwenendo wao unakuwa sio mzuri na wanakuwa na matokeo yasiokuwa mazuri kwenye mapambano yao. Unadhani sababu ni ipi? Wewe umeshaye kuwafua mabondia kama wakina Bandola na wakina Tatiana. No, unataka kudadisi. Ndo kazi ya mwandishi, lazima tujue, kwa sababu kwenye mechi tunaona mabondia wa kike walio wengi hawafanyi vizuri na vile vile hawatulii kwenye jimu. Utamwona leo hapa kesho hapa. Wewe ni mwalimu na una experience kubwa, tungependa kufahamu sisi mashabiki wa Tanzania pia. Nizungumzie tu kiupande mwingine. Kwa upande wa mabondia kike, nadhani kuna tabia tu vya kwao ambao wanavijua wao wenyewe ndio vinawafanya washinde kukaa sehemu moja. Nadhani hiyo ni vitabia tu fulani. Kama zipi? Sasa hapo vitabia fulani ambao wanavijua wao wenyewe ndio vinawafanya wasitulie sehemu moja. Kwa sababu unajua kwenye majimu muda mwingine majimu mengi hatuna sponsor, umeona? Kwa hiyo tunakuwa hatuna pesa yani mwezeshaji yani wa kumwezesha bondia. Kwa hiyo watu wanashindwa kuvumilia. Kwa hiyo bondia kike akiwa na tabia yake ambayo ya ajabu, kwa hiyo anakuwa anashindwa ni kutulia sehemu moja. Anakuwa anatafuta maslahi ili aweze tu kukamilisha mambo yake ambayo anajua yeye mwenyewe. Nje ya ulingo ama ndani ya boxing na nje ya boxing? Yes, yes, ndio. Ndani ya boxing na nje ya boxing. Kocha, kwa kumalizia, tunafahamu kuna kila mtu ambacho anakifanya. Kuna yule ambaye anawishi kuwa kama yeye, ama huwa anapita njia zile ambazo amepita yule ambaye anamhusudu kuwa kama yeye. Kwenye
familia yenu ya makocha wa boxing, ni kocha gani ambaye kidogo unamkubali na unawishi siku moja upate kile ama upate mafanikio ambayo yeye anayo? Ni kocha gani ambaye unamkubali na vile vile unawishi pia kuwa kama yeye huko mbele? Kwa wazi. Okay. Kwa upande wa makocha wapo wengi ambao nahitaji niwe kama wao, na akiwemo kocha Ramajaa wa Knuckles. Ni mtu ambaye amepambana sana, unajua mpaka ukafika mahala ukajitangaza vizuri, unajua umepambana sana. Unampa maua yake? Nampa maua yake. Ramajaa amejitahidi sana katika tasnia ya ngumi, kuipambania ngumi, na mpaka sasa naona yupo vizuri. Nivo Ramajaa. Mwingine ni kocha wa Mbulahati, nani wanamuita huyu? Mbwai. Hapana, sio huyo. Kwame. Kwame naye anapambana. Ni watu ambao mwenendo wao ni mzuri katika boxing, wanakuza vijana vizuri. Yani hivyo ni baadhi ya makocha ambao nawapa maua yao. Yes. Shukran sana mtazamaji wa Niako TV. Kama nilivyokuambia, nilikuwa maeneo ya Tegeta jijini Dar es Salaam, ambapo nilikuwa na kocha Man-to-Man, kocha ambaye amefunguka mengi ikiwemo ya kina Saidi Mkola, kina Lima Bandola na mengineyo, na tu ametoa maua yake kwa makocha wenzake wakina Kwame wa kule uwanja wa Kivita Mbulahati, na kocha Ramajaa kutokea pale Mabibo kutokea Knuckles. Kikubwa tu ametoa pia maoni yake, ama ameomba msemaji wa chama cha mabondia bwana Dauka Somba wafikishie ama wapazie sauti kuhusiana na kuwa mabondia ama wadau wengi wa masumbwi watupa mkono sana makocha ukilinganisha na mabondia wenyewe. Kwa hiyo anaomba tu sauti ipazo ili mradi na wao wanufaike kutokana na kile ambacho wanakifanya. Mimi naitwa Ahmadi Kombo na hii ni Niako TV. Tukutane siku nyingine.